BMP TV Professional Update. Habari Amina ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako hakika ya habari, taarifa na chambuzi matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi bila pengo Oluwa na kuletea taarifa kamili kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Na huu ni muhtasari wa habari. Kikosi cha mbele cha wapiganaji wa Wazalendo kimeripotiwa kujipanga rasmi katika maeneo ya PK9 umbali wa kilomita chache tu kutoka mji wa Bukavu, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea kile wanachoita operation ya ukombozi kamili wa Bukavu. Kuna na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Katika taarifa rasmi iliyotolewa leo na vyanzo vya ndani vya harakati ya Wazalendo, imethibitishwa kwamba vikosi vyao vya mstari wa mbele vimewasili na kujipanga katika eneo la PK9 kaskazini mwa Bukavu. Taarifa hizo zinasema wapiganaji hao wameweka kambi zao kwa utulivu, wakiwa tayari kwa hatua ya mwisho kuelekea ukombozi wa jiji hilo muhimu lenye historia ndefu ya kisiasa na kiuchumi katika mkoa wa Kivu Kusini. Kulingana na viongozi wa harakati hiyo, maandalizi yote ya kimkakati yamekamilika, huku akiwaomba wananchi wote wa Kongo kuungana nao katika mapambano ya kuondoa ukoloni wa ndani, rushwa na uonevu wa kisiasa. Dimanche ngoyo hao tozana Sidi Kivu hao kana bangomba mingi tongo oyo naliko laki saba peti ndenge babeta kaboro oyo ne baboro oyo tozana ngo kote oyo kotoeza moto na moto Sidi Kivu hao nde sika tozali na bangomba nzamba tokomi bagamba makizari nde na ina tongo na laki saba peti boro oyo sibozomo na munduki oyo Bani boy. Nde boro. Nde boro vraiment. En tout cas boro moko esalaka boye na boye. Nde oyo. Esengeli bomo nango. Bomo na boro. Tongo nazola kisabelema na ngai. Mutu na mutu akobeta boro ndenge ngana beta ka bango pe bakobeta. Omoni ndenge wana asia kange wana. Bozomona. Kitana no boye. Kitana eti mutu ozo beta bamona. Omoni ndenge ya zuyo wana. Nga pe sengeli na la kisa zwa nano boy zwa ba telefone omoni ndenge basala kaboro oyo yango oyo awa izaka mbala moko no mona karembo kuna no mona ne boro oyo ça va. Naza kolaki saka bino boy. Eza tuna tous les bords jimeli yango. Bukavu eza vis-à-vis. En tout cas, tongo yango. C'est bien. Kata kashi. Ushiriki wa wana Kongo wa diaspora. Taarifa hii imepokelewa kwa hisia kali na hamasa. Historia kali na hamasa kubwa kutoka kwa Wakongo wanaoishi nje ya nchi, hususan nchini Ufaransa, Ubelgiji, Kanada na Afrika Kusini, ambao wengi wao wameanza kuonyesha nia kuchangia kifedha na kimaoni. Mitandao ya kijamii kama Facebook, TikTok na Twitter imefurika na ujumbe wa kuunga mkono juhudi hizo, huku baadhi ya watumiaji wakisisitiza kwamba ni wakati wa Kongo kuandika ukurasa mpya wa historia yake. Ukurasa rasmi wa Wazalendo official kwenye Facebook, ambao kwa sasa unarusha matangazo ya moja kwa moja live, umekuwa kivutio kikubwa, ikifuatiliwa na maelfu ya watu kila siku. Katika matangazo hayo, viongozi wa harakati wanatoa majibu kwa wananchi, wakieleza sababu, malengo na falsafa ya mpambano hayo, maana na uzito wa operation hii. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kijeshi, kuanzishwa kwa kambi ya PK9 ni hatua muhimu ya kimkakati, ikimaanisha kuwa wapiganaji hao wako umbali mfupi tu kufikia Bukavu. Mchambuzi wa masuala ya usalama Profesa Mbui Kalala amesema kama kweli wadhibiti wa PK9, basi hii ni ishara ya wazi kuwa Bukavu inaweza kuingia katika awamu ya mabadiliko. Wazalendo wanaonekana kujiamini, lakini changamoto kubwa itakuwa kudumisha utulivu baada ya ushindi. Wakati huo, baadhi ya viongozi wa kijamii wameonya kuwa mafanikio ya kijeshi hayatoshi bila mpango thabiti wa kisiasa na kijamii wa baada ya ukombozi. Ni lazima wazalendo wapambane si kwa bunduki tu, bali kwa maono ya amani, haki na maendeleo, alisema Mzee Mulume Kasongo,
mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Bukavu. Maoni ya wananchi. Katika mitaa ya Bukavu, Goma na Uvira, wananchi wamekuwa wakionekana kuguswa na taarifa hizi. Wengi wanasema kuwa wapo tayari kusaidia kwa hali na mali, wakiamini kuwa hatua hii inaweza kurejesha amani na heshima kwa wananchi wa Kivu Kusini. Mmoja wa wananchi, Mama Furahani Nyota, alisema tumechoka na mateso, tumechoka na uonevu. Kama wazalendo hawa wanamaanisha kweli, basi tuko nao, lakini tunataka amani, si vita vya muda mrefu. Wengine wameeleza hofu kwamba operesheni hiyo inaweza kuleta madhara kwa raia wasio na hatia, wakisisitiza umuhimu wa mazungumzo na usalama wa wakazi wote. Tunahitaji mkombozi, lakini si kwa gharama ya damu za watu wasio na silaha, alisema kijana mmoja mkazi wa Panzi. Mtazamo wa wachambuzi wa nje. Kulingana na wachambuzi wa kimataifa, hali ya mashariki mwa Kongo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa, ikiwemo Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Baadhi wanahisi kuwa vuguvugu la wazalendo ni matokeo ya kukata tamaa kwa wananchi kutokana na udhaifu wa serikali katika kudhibiti vikundi vya waasi na kulinda raia. Mchambuzi mmoja wa kigeni aliambia shirika la habari la kimataifa, harakati za wazalendo zinaungwa mkono na hisia za kizalendo, lakini zinahitaji nidhamu, uongozi thabiti na malengo ya muda mrefu ili zisigeuke kuwa chanzo kingine cha migogoro. Kadri jua linavyotua juu ya milima ya Bukavu, matumaini na hofu vinachanganyika. Wazalendo wanadai wako tayari kuikomboa Bukavu, huku raia na jumuiya ya kimataifa wakisubiri kuona kinachotokea katika siku chache zijazo. Ukombozi wa kweli, kama wanavyosema wazalendo wenyewe, hauko tu kwenye bunduki bali katika umoja, uaminifu na kujitoa kwa ajili ya taifa. Kongo sasa iko katika kipimo cha historia yake, kati ya amani na mpambano, kati ya woga na matumaini. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu zime utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua, nikikutakia jioni njema. BMP TV Professional Update.